Habari pioneers wa Pi Network. Karibu katika official Khudhey Pi updates. Pioneers wote, tunawakaribisha tena katika jukwaa letu la taaluma kuhusu Pi Network. Hii ni sehemu ambapo tunakuletea uchambuzi wa kina, taarifa rasmi na elimu muhimu kuhusu maendeleo ya Pi, hasa baada ya Open Network tunapoelekea katika matumizi halisi ya mfumo wa ekolojia wa Pi. Ili usipitwe na lolote, hakikisha una subscribe, unawasha kengele ya taarifa, na muhimu zaidi unashare video hii na pioneers wengine. Kwa pamoja, tunapanua uelewa na kuhakikisha kila pioneer anakuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya uchumi wa kidijitali kupitia Pi Network. Sasa, hebu tuingie moja kwa moja kwenye tamko rasmi la Pi Core Team kuhusu siku ya Pi ya mwaka 2025, ambapo tunazungumzia mustakabali wa mfumo wa ekolojia wa Pi na matumizi yake halisi. Twende pamoja. Pioneers, leo ni siku muhimu sana. Siku ya Pi mwaka 2025 ni ya kipekee kwa sababu tunasherekea hatua kubwa. Open Network imefungua milango na sasa mfumo wa ekolojia wa Pi umeunganishwa na dunia pana ya blockchain. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba Pi sasa inafanya kazi nje ya mfumo wake wa ndani na matumizi yake yanaongezeka kwa kasi. Mamilioni ya pioneers wanatumia Pi, makumi ya maelfu ya biashara zimeanza kukubali Pi kama njia ya malipo, na program nyingi zimejengwa ili kutatua changamoto za jamii yetu ya Pi. Yote haya yanaonyesha kwamba Pi sio tu sarafu ya kidijitali, bali ni mfumo thabiti unaounganisha watu na biashara katika sekta ya crypto na mtandao kwa ujumla. Leo tunasherehekea jinsi pioneers walivyochangia kuleta maendeleo haya. Tumeshuhudia juhudi zenu katika ukuaji wa mtandao, kuimarisha miundombinu na kuhakikisha kwamba Pi inapata matumizi halisi duniani. Sasa, matunda ya kazi yenu yanaanza kuonekana wazi. Katika kusherehekea siku hii muhimu, Pi Network imetoa vipengele vipya ambavyo vitasaidia kupanua mfumo wa ekolojia wa Pi na kuongeza matumizi ya Pi duniani kote. Vipengele hivyo ni kama ifuatavyo. Mnada wa Pi Domains. Hii ni fursa ya kipekee kwa biashara, chapa, maduka na hata watu binafsi kupata majina ya kipekee ya Pi kwa matumizi yao. Kwanza, kwa kipindi cha ununuzi cha Pi Fest, biashara zinazokubali Pi sasa zinaweza kuungana na pioneers kwa ofa mbalimbali na bidhaa zinazopatikana kwa malipo ya Pi. Upanuzi wa program za Mainnet Ecosystem. Program mpya na huduma zaidi sasa zinapatikana ndani ya mfumo wa Pi, zikileta matumizi halisi kwa jamii. Maboresho ya muonekano wa Mainnet Ecosystem UI. Mfumo wa Pi umeboreshwa ili kuwa rahisi zaidi kwa watumiaji na kufanya matumizi ya Pi kuwa ya kuvutia na rahisi kueleweka. Pi Domains, hatua kubwa katika kutengeneza utambulisho wa Pi mtandaoni. Kama unavyojua, majina ya domains ni muhimu sana kwa uwepo wa mtandaoni. Sasa, mfumo wa Pi umeleta Pi Domains, ambapo pioneers wanaweza kupata majina yao binafsi, majina ya biashara au chapa zao kwa ajili ya matumizi katika mtandao wa Pi. Kwa nini hii ni ya kipekee? Pi Domains zitafanya kazi moja kwa moja ndani ya Pi browser, pamoja na pochi na huduma nyingine za Web3 zinazoshirikiana na Pi. Kupitia paynet.com, pioneers wataweza kuzifikia hata kupitia vivinjari vya kawaida kama Chrome na Safari. Mchakato mzima wa upatikanaji wa Pi Domains unafanywa kupitia blockchain, na malipo yote yanafanyika kwa kutumia Pi pekee. Hii inaonyesha nguvu halisi ya blockchain ya Pi, ambayo inahakikisha usalama, uwazi na matumizi ya moja kwa moja ya Pi katika shughuli za kidijitali. Kwa nini Pi Domains ni tofauti? Tofauti kubwa ya Pi Domains na majina mengine ya kidijitali ni kwamba thamani yake inaungwa mkono na jamii yenye nguvu ya pioneers milioni 60. Zaidi ya watu milioni 19 waliothibitishwa utambulisho wao na zaidi ya watu milioni 12 walioko kwenye blockchain. Pia, kuna makumi ya maelfu ya wafanyabiashara wanaokubali Pi kote duniani. Pioneers, haya yote yanawezekana kwa sababu ya juhudi zenu. Open Network imetufungulia milango, na sasa ni wakati wa kutumia fursa hizi kwa faida yetu. Je, uko tayari kuwa sehemu ya historia? Tuendelee kujenga, tushirikiane, na tuendelee kufanya Pi iwe na thamani zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Toleo hili la mnada wa domain ya Pi linaunda manufaa ya kiwango cha jukwaa kwa Pi, ambayo inamaanisha rasilimali za pamoja za jamii ya Pi zinatumika kuboresha matumizi ya Pi kama sarafu kwa pioneers wote. Hii ni tofauti na manufaa ya program za Pi, ambapo matumizi ya Pi ni maalum kwa program fulani tu. Mfano mzuri wa manufaa ya kiwango cha jukwaa ni Pi Ad Network, ambayo inasaidia matumizi ya Pi kwenye matangazo. Hivyo, mnada wa Pi Domain ni muhimu kwa sababu unahusisha jamii ya Pi kwa pamoja, umakini wa watu, uhalisi, na nafasi ya kufanya biashara ambayo inafanya majina ya domain ya Pi kuwa na manufaa halisi. Utekelezaji wa mnada wa Pi Domain. Mnada huu unafanyika kwa kutumia sarafu ya Pi pekee. Hii inamaanisha kuwa, ili kushiriki kwenye mnada huu, lazima utumie Pi kufanya DAO au kununua domain.
Huu ni mnada wa kipekee kwa sababu hakuna sarafu nyingine inayokubaliwa. Pi pekee ndiyo inayotumika, na pesa zote zitakazopatikana kutoka kwa kuuza majina ya domaini za Pi zitachangia maendeleo ya mfumo wa ekolojia ya Pi, program za developers na matukio ya Pi. Mnada huu unatumia Pi Mainnet blockchain ambayo inafanya matumizi ya blockchain ya Pi kuwa rahisi zaidi na kuongeza matumizi yake kwenye mfumo mzima wa Pi. Pia unasaidia pioneers kupata salio linaloweza kudaiwa, na pia unawawezesha watumiaji wa centralized exchanges ambao wanamiliki Pi lakini bado si pioneers sheria za kushiriki kwenye mnada wa Pi domain. Hivi ndivyo mnada huu utakavyofanya kazi. Ustahiki: kila mtu anayeweza kupata Pi kupitia ubadilishaji wa kati, yani katika centralized exchanges, anaruhusiwa kushiriki. Muda: mnada utaanza Machi 14, mwaka 2025, siku ya Pi Day, na utaisha Juni 28, mwaka 2025, Pi Today. Mnada wa majina ya domain utakuwa wazi kwa muda mrefu na utaendelea mpaka kutakuwa na dau jipya kwa domain fulani. Hii inamaanisha kwamba mnada wa domain utachukua muda mrefu ikiwa kutakuwa na dau mpya ndani ya masaa 24 kabla ya kumalizika. Jinsi ya kushiriki: kama pioneer, unaweza kushiriki kwenye mnada wa Pi domain kwa kutembelea domains.pinet.com kwenye Pi browser. Hapo utapata maelezo na huduma zinazohusiana kama Pi wallet. Ili kumalizia dau lako, haya ndiyo utahitaji kufanya: 1. Andika jina la domain unalotaka kununua. 2. Fanya dau lako. Dau la chini ni Pi 10. 3. Dau la juu litashinda na utapata domain yako ya Pi kwa matumizi yako pekee. Ikiwa utaendelea kuitumia, itahitaji kulipia ada ya kila mwaka, kama vile ada za majina ya domain za mtandao wa kawaida. Huu ni mnada wa kipekee na utaleta manufaa kwa jamii ya Pi kwa kutumia Pi kama sarafu halisi. 3. Jinsi ya kutoa zabuni, yani bid. Pioneers sasa wanaweza kutumia kipengele cha salio linaloweza kudaiwa kwenye blockchain ya Pi, ambacho kinawawezesha kutuma Pi zao kama zabuni, yani bid kwa domain, na hii ni kwa njia inayoweza kubadilishwa. Hii inamaanisha kwamba unaweza kubadili zabuni, yani bid yako, na kurudisha kiasi cha Pi ulichoweka wakati wowote kabla ya kumalizika kwa mnada. Baada ya kuzinduliwa kwa mnada, watu ambao wanamiliki Pi kupitia exchanges pia watakuwa na nafasi ya kushiriki kwenye mnada. Hii itakuwa tofauti kidogo kwa sababu exchanges haziwezi kusaidia salio linaloweza kudaiwa. Hivyo, kiolesura cha mtumiaji, yani interface ya mnada, itatoa anwani maalum ya blockchain ya Pi kwa kila domain wanaotaka kutoa zabuni. Anwani hizi zitakuwa zikianza na herufi M. Watu wataweza kutuma Pi kwa anwani hizo kama zabuni yao. Kumbuka, zabuni hizi ni kama malipo ya kawaida, hivyo marejesho yatafanyika tu baada ya kumalizika kwa mnada. Wakati wa kushinda, washindi watahitaji kuanzisha akaunti za kawaida za Pi ili kupokea domain yao ya Pi. Tahadhari: kampuni ina haki ya kutengua au kuondoa mnada wowote au zabuni yoyote kwa sababu yoyote kwa uamuzi wake binafsi. Kwa mfano, tunaweza kutenga domaini zilizohifadhiwa tayari au domaini fulani kutoka kwenye mnada kwa matumizi rasmi au ya baadaye, kama vile Pi, Pi Network, Core Team, Mapu na nyinginezo. Pia, domaini zenye lugha mbaya au ya matusi zitakataliwa. Kwa washiriki wa minada iliyotenguliwa, wataweza kupata marejesho ya Pi walizoweka kama zabuni wakati wowote kupitia kipengele cha salio linaloweza kudaiwa, au baada ya Juni 28, 2025 kwa wale ambao si pioneers. Ada za gesi zitahitajika kulipwa kwa kila zabuni mpya: 0.01 Pi, kurekebisha zabuni 0.02 Pi, au kuondoa zabuni 0.01 Pi. Ada hizi zinaweza kutofautiana kulingana na blockchain inavyosema. Kampuni ina haki ya kubadilisha sheria hizi wakati wowote. PiFest ya kwanza kwenye mtandao huru. Kipindi cha ununuzi kimeanza. PiFest ya kwanza kwenye mtandao huru sasa imeanza na itadumu kutoka leo, Machi 14 hadi Ijumaa, Machi 21, 2025. Kwa msaada wa unganisho kamili la mtandao huru, tembelea kwenye biashara za ndani zinazotumia Pi. Tafuta biashara za karibu kwenye programu ya Map of Pi na shirikiana na mfumo kamili wa Pi kwa biashara za ndani. Kipindi cha usajili wa wafanyabiashara kilianza siku 2 zilizopita, na sasa kuna wafanyabiashara zaidi ya 100,000, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara 49,000 wanaoshiriki kwenye Map of Pi. Shiriki uzoefu wako kwenye jukwaa la Fireside, katika channel ya PiFest na mitandao ya kijamii. Tumia programu ya Map of Pi kupata wafanyabiashara wanaoshiriki Pi karibu nawe, na tumia Pi wallet yako kufanya malipo kwa urahisi kwenye blockchain ya Pi Mainnet. Machapisho yako kwenye jukwaa la Fireside yanaweza kuonyeshwa kwenye mitandao ya kijamii. Wafanyabiashara, pia kumbukeni kutangaza biashara zenu. PiFest inatoa fursa nzuri ya kukuza biashara za ndani na kuonyesha matumizi ya Pi duniani kote.
Jifunze zaidi kuhusu miongozo ya PyFest ya kwanza ya mtandao huru. Programu ya mfumo wa mainnet inazidi kukua. Kwa developers wanaotaka kujenga programu za Pi, mchakato wa kujiandikisha ni rahisi na unapatikana kwa urahisi. Hata hivyo, vigezo vya kupokea programu kwenye muonekano wa mfumo wa Pi kwenye Pi browser ni vya kiwango cha juu, ili kuhakikisha programu ni bora na zinafaa kwa pioneers. Sasa, developers wanaokidhi mahitaji ya kupeleka programu kwenye mainnet hawawezi tu kuomba moja kwa moja bila ya kuhitaji idhini ya awali. Hii inafanya mchakato kuwa rahisi zaidi na inaruhusu programu ziingizwe kwenye mainnet. Update hii ni muhimu kwa sababu inawawezesha wataalamu wengi wa maendeleo ambao wanakidhi vigezo vya mainnet kuomba bila kuchelewa. Itaongeza idadi ya apps za mainnet zinazoweza kuonekana ndani ya mfumo wa Pi. Inasaidia matumizi ya mtandao na ukuaji wake kwa kupanua idadi na ubora wa apps za mainnet. Pi tayari ina kundi la apps za mainnet ambazo zimezinduliwa na zimeweka msingi kwa uingizwaji wa apps nyingine za Pi na matoleo zaidi kwenye mfumo wa mainnet ecosystem interface. Orodha ya apps za mainnet haihitaji apps zote za mainnet, kwani uteuzi unategemea ubora, manufaa yanayotolewa na ulinganifu na sera na miongozo ya mfumo wa Pi. Kumbuka, kuomba hakuhakikishi kuwa app yako itajumuishwa. Apps lazima zikidhi vigezo vya orodha ya mfumo wa mainnet ili zipitishwe. Kuboresha muundo wa ecosystem interface. Muundo wa ecosystem interface umeboreshwa kwa kupanga vyema ili kusaidia pioneers kuvinjari apps za jamii kwa njia rahisi na bora, na muundo safi kwa kuboresha uzoefu wa mtumiaji. Awali, kila app ilikuwa na lebo kama mainnet app au not on Pinet ambazo zilichafua interface. Kama sehemu ya maboresho ya hivi karibuni, lebo hizo zimeshabadilishwa kuwa alama ya M kwa apps za mainnet, alama ya T kwa apps za testnet, na alama ya mshangao kwa apps ambazo hazipo kwenye Pinet. Wakati pioneers wanagusa app kwa maelezo zaidi, pia wataona maelezo ya alama hizi ndani ya ukurasa wa app. Kwa kumalizia, pioneers, heri ya miaka 6 ya uzinduzi rasmi wa Pi. Kwa uzinduzi wa hivi karibuni wa Open Network, nguvu na mshikamano ulioonyeshwa na jamii yetu, pamoja na juhudi za mfumo, tunatumai kuwa nanyi mko na furaha kama sisi kuichunguza awamu hii ya mtandao wetu pamoja. Kujenga chochote kilicho na maana na ukuu kunahitaji juhudi, ushirikiano, ubunifu, azma na ustahimilivu, hasa tunapokuwa tunatembea njia isiyozungukwa sana. Hatujawahi kuwa na hakikisho kubwa kama ilivyo sasa, kwamba mtandao wetu na jamii yetu inaweza kujijengea nafasi kama nguvu inayojitokeza kwenye ulimwengu wa Web3 na hivi karibuni kuibuka kwa akili bandia. Jamii inapaswa kujivunia kwamba imejenga mtandao wenye kiini halisi, na katika mchakato huo imekabiliana na changamoto mbalimbali. Bila shaka, tunapopiga hatua mbele, changamoto mpya na tofauti, vikwazo na kuvurugwa vitajitokeza. Lakini jamii ikiendelea kuwa pamoja na kuzingatia kiini, manufaa na kile kinachojali katika ulimwengu huu, vitashindwa pia.